Karibu katika channel yetu ya Uwanja wa Maarifa. Sasa tunaenda kuzungumzia kuhusu asili na historia fupi ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Ni lugha ambayo iliibuka katika upo wa pwani ya Afrika Mashariki. Kiswahili kiliibuka kama lugha ya Kibantu ya pwani ya Afrika Mashariki, kikiwa na mizizi yake katika kundi la lugha za Kibantu. Tofauti na lugha nyingine za Kibantu, Kiswahili kilibadilika sana kutokana na biashara iliyokuwa ikiendelea kati ya wakazi wa pwani, yaani Waswahili, na wafanyabiashara kutoka Uarabuni, Uajemi na India. Hawa wageni walianza kufika kwenye karne ya 15 huku wakijihusisha na biashara mbalimbali ambazo zilichangia kwa kiasi kikubwa kukua na kuendelea kwa Kiswahili. Mfano, Waarabu walikuja na swala la dini pia na biashara. Hii ilisaidia katika kuongeza misamiati mbalimbali ambayo ilitumiwa au inatumika mpaka sasa hivi katika lugha ya Kiswahili. Miaka ya kustawi. Kuanzia karne ya 9 hadi ya 15, mwingiliano huu ulisababisha Kiswahili kukopa maneno mengi ya Kiarabu, maneno ya dini, biashara na utawala, na hivyo kufanya lugha iwe na misamiati mpana. Lahaja za kale kama Kiunguja cha Zanzibari, Kimvita cha Mombasa na Kiamu cha Lamu zilitawala zikiwa na misingi ya fasihi ya zamani. Hapa wazee wa zamani walitumia hizi lugha katika kutunga hadithi zao na nyimbo mbalimbali au mashairi mbalimbali yaliyotumika katika jamii zao. Kiswahili chini ya ukoloni. Wakoloni hasa Wajerumani na Waingereza walikuta Kiswahili kikiwa tayari kimeenea sana. Walikitumia kama lugha ya utawala na elimu katika Tanganyika, hatua iliyosaidia lugha hiyo kuenea ndani zaidi ya bara. Kusanifishwa kwa Kiswahili mwaka 1930. Kamati ya lugha ya Afrika Mashariki ilikutana na kuchagua lahaja ya Kiunguja kuwa msingi wa Kiswahili sanifu kwa lengo la kuweka lugha moja ya kufundishia na kiutawala kwa wote. Kiswahili kama lugha ya taifa na ya kikanda, yaani Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika. Kama lugha ya taifa, Tanzania ilitambua Kiswahili kama lugha ya taifa na rasmi, kikitumika kujenga umoja na utambulisho wa kitaifa miongoni mwa makabila yake zaidi ya 120. Hata Kenya na Uganda Kiswahili sasa kinatumika kama lugha rasmi na ya taifa, kikitumika katika masomo, vyombo vya habari na mijadala ya kisiasa. Kiswahili huondoa vikwazo vya kikabila kwa kuwa hakihusishwi na kabila lolote moja, hukuza usawa, hutoa sauti moja kwa wote. Lugha ya kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Kiswahili ndiyo lugha rasmi ya kikazi na mawasiliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inajumuisha jumla ya nchi 7 ambayo ni pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani ya Kusini. Hiki ni chombo muhimu cha kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kijamii na kisiasa katika ukanda. Lugha ya kikanda katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Kiswahili kimepata hadhi ya juu barani Afrika mnamo mwaka 2019
Kiswahili kilichaguliwa kuwa lugha rasmi ya 4 ya SADC, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, hatua ambayo imekipa Kiswahili jukumu la kuunganisha Afrika Kusini na Mashariki. Kama tunavyojua, Afrika Mashariki inategemea sana Kiswahili. Lakini pia kuchaguliwa kwa Kiswahili mwaka 2019 imeleta hadhi kubwa katika ukanda wa Kusini mwa Afrika. Utumizi wa kimahakama na kibunge. Kutumia Kiswahili katika bunge na mahakama hasa za chini, yani mahakama za mwanzo, kunasaidia kutoa haki kwa wananchi wengi wasiofahamu Kiingereza, hivyo kuimarisha demokrasia na utawala bora. Uenezi wa Kiswahili barani Afrika na ulimwenguni. Idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili ni lugha kubwa. Kiswahili ni lugha kubwa sana barani Afrika, kikiwa na wazungumzaji zaidi ya milioni 200 wakiwemo wa lugha ya pili. Huhesabika kuwa miongoni mwa lugha 10 bora zinazozungumzwa zaidi duniani. Kuenea kwa Kiswahili Afrika. Lugha hii inazungumzwa kueleweka katika nchi nyingi jirani na Jumuiya ya Afrika Mashariki, zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ni lugha muhimu ya mawasiliano pamoja na Msumbiji, Malawi na Zambia. Vyombo vya habari vya kimataifa. Nguvu ya Kiswahili inathibitishwa na utangazaji wa kimataifa. Vituo vikubwa kama BBC Swahili, Deutsche Welle DW na Voice of America VOA hurusha matangazo ya Kiswahili, ikionyesha hadhi yake ya kimataifa. Utambuzi wa ulimwengu. UNESCO ilikitangaza Kiswahili rasmi tarehe 7 Julai kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Utambuzi huu unasisitiza jukumu la lugha hiyo katika kukuza utamaduni, amani na maendeleo ulimwenguni. Kielimu duniani, Kiswahili hufundishwa kama lugha ya kigeni katika vyuo vikuu zaidi ya 100 katika nchi kama Marekani, Ujerumani, Japani na Uchina. Hii huonyesha jinsi Kiswahili kinavyotambuliwa kama lango muhimu la utafiti na kuelewa utamaduni wa Afrika Mashariki. Mwisho wa kipindi chetu, na kukaribisha katika kipindi kingine kinachofuata katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo vinapatikana katika chaneli yetu ya Uwanja wa Maarifa. Tuendelee kuungana mkono kwa kulike, kushare, kucomment na kusubscribe chaneli yetu ili tuweze kuendelea kupata masomo motomoto kuhusiana na masuala mbalimbali anuai yanayopatikana katika jamii zetu kwa elimu. Asante kwa kuwa pamoja katika kipindi chetu cha leo. Unaweza kutafuta kupitia barua pepe ambayo ni uwanjawamaarifa@gmail.com.